Jamu baina salataini, kujumuisha swala mbili kwa wakati mmoja. Imma jamu taqdiman au jamu taakhiran, yategemea zile sababu zitakazo kuwa kwako wewe zimekufikia. Wanasema asbabul jam'i thalathatun, sababu za mtu kujumuisha swala ni tatu. As-safaru, ni kwa ajili ya safari, na hii kwa ajili ya safari waweza kujumuisha jamu taqdim na jamu taakhir. Ya pili almataru, ni mvua, na hii utajumuisha jamu taqdimi peke yake, haina jamu taakhiri, na zote tutaelezea ni namna gani zafanywa. Ya tatu almaradhu, maradhi, imma jamu taqdim au jamu taakhir. Kwa hiyo hizi sababu tatu ndo zimfanyao mtu aweze kujumuisha swala. Iko sababu nyingine lakini haifai mtu kuitukua ni kawaida, yani sio ada. Idha lam tattakhidha adatan au idha lam tattakhidhu adatan, asipoitukua hiyo sababu ni ada. Yaweza saa ingine mtu kujumuisha bila ya mvua, bila ya safari, bila ya maradhi, lakini kwa shughuli tu imetokea, si kawaida. Leo nitakuwa busy sana, basi akajumuisha swala. Lakini tuelewe kujumuisha ni kitu mbali na kukusuru ni kitu mbali. Ila suala ayuhuma afdal, aljamu au tarkuhu, ni kujumuisha swala au ni kutojumuisha? Yani bora mtu ajumuishe au bora mtu aswali kivyake, kila swala kwenye time yake? Anasema ubora tarkul jam'i khurujan min khilafi ma lam yujiz al-jam'a, bora ni kuacha kujumuisha. Ikiwa utaweza kila swala kuiswali kwa wakati wake ni bora, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Swala iwe yani imeshakuwa ni faradhi kwa waumini yenye wakati maalumu. Wakati wenyewe huwezi kuswali utakavyo wewe, utaswali alivyopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madhhab ya Abi Hanifa kwao aljam'i hairuhusiwi ila katika masala manne peke yake. Masala ya kwanza kujumuisha linusuki, siku tukiwa Arafa. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie sote twendeni, sisi tulioko hapa na vizazi vyetu na wanaotusikia, Mungu atupe safari ya hija inshallah. Sasa ukiwa Arafa, hata kwa yule aliyokuwa Maka, akiwa atakuwa ameamua kuhiji akiwa Arafa, wajumuisha ile yaitwa aljamu linusuki, kujumuisha kwa ajili ya kuwa wewe wafanya ibada ya hija. Sasa mkiwa ni wasafiri wa mbali mwajumuisha na kukusuru, ikiwa ni wasafiri wa pale pale Maka mwajumuisha kwa kukamilisha nne. Kwa hiyo adhuhuri pamoja na alasiri jamu takdimi. Kadhalika ikiwa umeondoka Arafa mapema, yani magharibi ukaondoka, utaswali magharibi na Isha ukiwa Muzdalifa, hii itakuwa ni jamu taakhir. Lakini ikiwa mtachelewa, magharibi na Isha mtaswalia pale pale mkiwa wapi? Arafa, jamu takdimi. Utaangalia wewe ile munasaba, manake mweza mkachelewa ikawa mkiingia Muzdalifa hakuna tena time ya kukaa kwa ile jam, ni kuondokewa tena kushukiwa wapi? Mina. Manake mtakana hapo mpite, mtoke Muzdalifa mwende Mash'aril Haram, haya tena mdogo mdogo mpaka mfikapo Mina, tena ima alfajiri imekwisa au ndio alfajiri, tegemea na ile program utakao kuwekewa. Hii ya kwanza. Ya pili, liman shakka fi dalili jawazi aljam'i,
Kwa yule ambaye kwamba yeye ana shaka, je, kujumuisha yafaa au haifai, huyu bora kwake ajumuishe ili atoe shaka kwamba kujumuisha kwafaa. Ya tatu, liman wajada fi nafsihi karahiyatul jam'i, mimi sipendi, penda, fanya kwa ajili hii ni ruhusa, usichukie ruhusa ya Mungu. Ya tatu, idha kana mimman yuqtada bihi fi hadrati nnas, watu wote kuangalia wewe, shekhe atajumuisha hajumuishi? Usipojumuisha utakuwa umeatia shaka kwamba kujumuisha hakufai. Sasa jumuisha ili uoneshe watu kujumuisha yafaa. Saa ingine ubidi mtu afanye jambo kwa kutunga watu. Angalia dini, angalia umuhimu wa kutunga watu, angalia dini. Bwana mmoja alikiitwa Al-Junaidi sahibu Taifa. Huyu ni mcha Mungu mkubwa, amefunga, lakini akaja mtu akampa maji akamwambia naomba unywe na Mungu akurahamu, na yeye amefunga. Akachukua maji wale wanafunzi wake akamuuliza, wewe si umefunga? Akasema natarajia dua ya huyu kuliko kutarajia saumu yangu. Maona watu, yani dua ya huyu mimi naitarajia zaidi kuliko saumu yangu, lakini saumu ya sunna nimefunga mimi. Mandamu miskini ametoka hapo akaniletea maji kisha kanambia kunywa Mungu akurahamu. Ndio nakumbuka mimi kule juzi tulipokuwa umra, kuna watu hupita akakuganyia tende. Sasa utasikia watu namwambia la, kula umpe thawabu. Na ndio ukaona wanazuoni watuambia ni uzuri ukienda msikitini kumewekwa maji ya kunywa ili yule aloweka apate nini? Thawabu. Lakini kila mmoja akija kuna nini unamja msikitini maji ya jumuiya ya akhi, sasa wataka huyo thawabu zake zipate vipi? Mtu akikupa sadaka usikatai, pokea hata kama huhitaji, kwa ajili ya yeye tu apate thawabu. Wengine mbakhili hata kumpa mwenzake thawabu bakhili. Subhanallah. Sasa suala jingine, je, mtu akiwa safarini sasa, fa ayyuhuma afdal, bora kwake yeye ni nini? Jamu takdimin am jamu taakhirin? Mimi niko safari, bora ni swali jamu takdimin au jamu taakhirin? Kwanza kuna safari aina mbili. Kuna mimi ndio nimo safarini, sijui mwajielewa Kiswahili hapa. Yani mimi sijafika kule nendapo, niko barabarani, I'm on the way. Si ndio mnasema namna hiyo? Au am on my way, mnasemaje? On my way. Ndo hayo mtagawanyana nyinyi. Mimi ndio niko safarini, alafu kuna ushafika safarini. Unaona hivi vitu vingapi? Viwili. Huyu bado yuko safarini, huyu ashafika. Tumzungumzia wa kwanza ni yupi? Ni yule alioondoka ndo yuko safarini endao. Huyu ana hali mbili. Idha kana sairan fi waqti al-ula, wewe safari yako saa ngapi? Alasiri. Ina maana adhuhuri utakuweko bado uko wapi? Mjini. Bora kwako jamu takdimi. Wewe utaondoka saa 8, ina maana alasiri utakuwa uko kwenye nini? Fanya jamu takdimi. Huyu ni mtu adhuhuri atakuwa safarini, alasiri atakuwa safarini. La, sairan fi waqti al-ula, nazilan fi waqti thaniya. Sawa, mimi naondoka hapa saa 5. Ina maana adhuhuri tanipata nikiwa wapi? Mimi naondoka hapa saa 5 na nendapo nitafika saa 11. Ina maana adhuhuri tanipata wapi? Nyinyi mnaandaa. Mimi naondoka hapa saa 5, nitafika huko saa 11. Ina maana adhuhuri itanipata wapi? Alasiri itanipata wapi? Nishafika. Safarini lakini mimi nimeeleza wasafiri kuna aina mbili. Kuna yule yuko barabarani, kuna na ule msafiri ambaye amefika kule safarini endapo. Sasa mimi naondoka hapa, mathalan mimi ni mtu wa Mombasa. Mimi ni muamu lakini ni mfano. Naondoka Mombasa saa 5, nenda zangu Nairobi.
nitafika Nairobi saa 11. Ina maana wakati wa kwanza mimi nitakuwa kwenye nini? Safari. Wakati wa pili nitakuwa mmefanya nini? Mmefika. Tafadhali ni swali kwa makini, ishafika. Nitatiania jamu taakhiri. Sijui umenifahamu hapa? Mimi bora ni swali nikifika. Kwa hiyo adhuhuri nitaiakhirisha mpaka nikifika. Si swali mbio mbio. Kwanza mimi wakati wa kwanza nitakuwa niko ndani ya safari. So mimi naondoka saa 5. Saa 5 adhuhuri tayari? Saa 5